Na leo nimekusudia tuangalie baadhi ya mambo machache na ni magumu kidogo, lakini tutayaangalia. Nataka uone nguvu ya Mungu inavyoweza kutengeneza thamani ya kitu kilichodharaulika, au ya mtu aliyedharaulika, au ya vitu vilivyodharaulika. Nguvu ya Mungu inaposhughulika kuondoa utupu, kuondoa ukiwa, huwa inakuja kutengeneza value, kutengeneza thamani katika vitu ambavyo ukiviangalia kwa mtazamo wa nje usingeona thamani yake. Na imezoeleka sana huko duniani, watu wanasema unamuona vile alivyo mpole, lakini ni profesa yule. Sasa unamuona kama mjinga, lakini ni moja ya matajiri wakubwa. Mungu, nguvu zake zinaweza kuweka thamani. Na hapa nataka tuangalie udhihirisho wa kwanza wa nguvu za Mungu, ambao kwenye Injili ya Yohana ziko ishara kama 7, na tutazisoma huko mbele tunakoenda kama sehemu ya mafunzo yetu, sababu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu. Ile sura ya 2 mstari wa 1 unasema, na siku 3 palikuwa na harusi huko Kana ya mji wa Galilaya, na mama yake Yesu alialikwa, na Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatendikia mamaye Yesu, alimwambia hawana divai. Yesu akamwambia mamaye, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuweko huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila moja lapata kadri ya nzio 2 au 3. Hizi nzio ni kama debe. Bwana Yesu asifiwe. Udhihirisho wa nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zikidhihirika mahali, zinaweza zikakipa thamani kitu, mtu, watu, jamii fulani, hata kama hao watu mwanzo walidharaulika sana. Nataka upate picha ya mabalasi haya 6. Labda haujui, ngoja nikwambie kidogo kuhusu mabalasi. Hii ni mitungi iliyotengenezwa aidha kwa udongo au kwa mawe. Ni kama tengi zinazowekwa mlangoni. Kwa sababu ya hali ya jangwa na vumbi, watu wakitembea, wakifika kabla waingie ndani, na kwa sababu nyumba nyingi za wenzetu kule hawana furniture, wanatengeneza masuria kwa sababu ya uhaba wa miti. Kwa hiyo huwezi kuingia na vumbi lile ukakanyaga yale masuria. Na yale alikuwa na ngozi, mengine ni namna ya walikuwa wanatengeneza na ngozi za kondoo. Kwa hiyo iko na mafolonya yale. Huwezi kukanyaga yale manyoya yake, vumbi litakaa mle. Kwa hiyo walikuwa wamewekewa mabalasi, watanawa miguu. Kule kutawadha ambako leo mnakuona ni desturi ya mahali kwa sababu ya mazingira, ili mkiingia, mkikanyaga, msichafue. Bwana asifiwe. Na kwenye sherehe hii ambayo Yesu amealikwa, kulikuwa na mitungi 6 siku hiyo kwa sababu ya umati wa watu, ili wapate nafasi ya kutawaza. Na kwa kawaida, japo mitungi ile iliwasaidia watu kuwa safi, yenyewe haikuwa na heshima ya kuingia ndani, wala maji yake kuingia ndani, ila yaliwasaidia watu kuingia ndani. Na isingetokea kwamba ikapewa heshima. Na hata watu walipofikiria juu ya matatizo yao, wasingewaza juu ya yale mamitungi pale nje. Kile kilichodhahaulika pale mlangoni, kilichoonekana hakina maana pale mlangoni, Yesu Kristo alipodhihirisha nguvu zake, mitungi ile ilibeba miujiza, ilibeba muujiza
wa changamoto iliyoko ndani. Maji yale yanaonekanaga ni maji machafu, ni maji mabaya, ni maji yanayofaa yakae nje. Maji yale yaliyotakasa miguu ya watu ni maji yale yaliyotakasa nje. Ni maji yale kwa neno la Yesu yalibeba divai inayowafanya watu wapate jibu la tatizo lao. Shida yangu sio nikwambie juu ya desturi, lakini shida yangu ni kuambie juu ya vitu unavyovidhalau sana kwenye maisha yako. Labda kuna mahali umejiweka kuliko mlangoni. Kuna mahali umeweka maisha yako, umeweka hali yako, na unajiona wewe ni kama mtu fulani unayesindikiza wengine, unayetengenezea wengine furaha, unayesababisha wengine wafike kwenye hatima zao. Unajiona kama wewe haustahili kufika mezani. Maingilio ya nguvu ya Mungu yalisababisha maji yaliyodhaulika, yaliyoonekana hayana maana, yaliyodhalauliwa yafike katika meza. Nataka nikwambie, wakati mwingine unaweza kuhangaika sana wewe mwenyewe kufika mahali unataka kufika, lakini Yesu akiwa pamoja na wewe atakufikisha hata pale ambapo ukijitizama uliona haukustahili. Haleluya, haleluya. Na iwe maombi yako leo katika mafungo yako, kwamba kama Yesu alikuja kututoa mavumbini, kama Yesu alikuja kututoa katika hali ya kudhalaulika, na wewe asikupite, akuondoe kwenye aibu, akuondoe kwenye mateso, akuondoe. Na hilo halitokei kwa sababu umesoma sana. Hilo linatokea kwa sababu kuna nguvu za Mungu za kubadilisha kile kilichoonekana hakifai kikaanza kuonekana kinafaa. Kile kilichoonekana ni takataka kianze kuonekana ni almasi. Kile kilichoonekana ni nyongeza kianze kuonekana ni cha muhimu. Na mimi nasema katika jina la Yesu, acha Mungu akatengeneze thamani yako tena, akakuinue tena, akakufanye kuwa wa maana tena. Inawezekana umeketishwa mlangoni, wewe haufai kuingia waliko wakuu. Inawezekana malango ya biashara yamefungwa kwako, malango ya afya yamefungwa kwako, malango ya amani yamefungwa kwako, malango ya furaha yamefungwa kwako. Unaposikia hii sauti, amini Bwana kwa neno lake. Kama maji yaliyokaa kwenye mabarasi pale nje yaliingia mezani, wacha na wewe utolewe pale ulikoketishwa, na Mungu akupeleke kwenye hatima yako katika jina la Yesu Kristo. Katika wiki hii tunayoianza, Mungu akupe hatua. Usimalize kwa resima hii. Hakuna hatua umechukua, hakuna hatua umepelekwa. Wacha watu wakubebe, wakupeleke. Wengine watakuwa hawajui hata ulikotokea, ni wale wachache watakuwa wanajua. Lakini wengine watakuwa wanakuangalia hivi, ukiwaambia ulikotokea wanajua ni uongo tu. Ukiwaambia nilihaso, wanakuambia huyu naye ana pretend, angewezaje kuhaso namna hii? Kumbe kuna mahali Bwana amekuchukua. Nataka nikwambie usikate tamaa. Ni swala tu la udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Ng'ang'ania udhihirisho wa nguvu za Mungu. Unajua, unaweza usielewe haya ninayokuambia. Hebu soma maisha ya watu Mungu alivyowainua. Angalia Daudi alikotolewa, angalia Esther alikotolewa, angalia hata Sauli alikotolewa. Angalia watu unaowaona wakuu leo, watu kina Musa walikotolewa. Ni nani angefikiri ndani ya mtoto anayetupa baharini afe, kwenye mto afe, ndani yake kuna ukombozi wa watu wake? Ni nani angeamini mtu anayeishi kwenye kasri la Farao kama mtumwa na kama mgeni tu angekuwa msaada wa mataifa? Ni nani angejua mchunga kondoo yule angeweza kulikomboa taifa lake? Ni nani angejua kwamba ndani ya Daudi kuna ufalme? Mtu ambaye hata familia yake wakiwa na mwaliko wasinge mention. Haijalishi sahi hata mchungaji wako hakuelewi. Tafuta Mungu, nguvu zake zinaweza kukutoa kutoka eneo moja na kukupeleka eneo jingine. Sema amen. Inawezekana sahi ndio wanayekutuma wewe kubeba mizigo yao. Usife moyo. Inawezekana sahi wewe ndio kijana wao msukuma guta. Usife moyo. Inawezekana sahi wewe ndio unajishikiza. Usife moyo. Inawezekana sahi wewe ndio unayewabebea vitabu watumishi wa Bwana. Usife moyo. Inawezekana sahi wewe ndio unayewaombea wanaohubiri. Saa inakuja na wewe
wataomba kwa ajili yako katika jina la Yesu. Na hiyo saa kwa kawaida inakuwa imebeba maajabu tu. Inakuwaga ni saa ya maajabu tu. Inawezekana saa hii ndio wananyosha kidole kwamba kanisa lililochoka, lakini wacha uone Bwana atakavyotuinua. Acha viwete watembee mahali hapa na watu waseme hata wale waliodhahaulika, wale walioonekana si kitu, Bwana amewainua. Na mimi nasema katika jina la Yesu, Mungu akainue thamani yako. Mimi nikikuangalia naona lulu inayong'aa ambayo imejaribu kufukiwa sana, lakini right now Mungu anaenda kuibua ikang'ae katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako na twende tumuombe Bwana. Na shiriki maombi haya kama unatutazama. Shiriki tu haya maombi. Inua mkono wako juu pale ulipo, na wewe ulioko hapa inua mkono wako juu. Sema, Bwana Yesu, asante kwa sababu ya nguvu zako. Uweza wako unaweza kuleta thamani mahali ambapo palidhalaulika. Na mimi ninakuja kwako. Unajua maisha yangu, unajua hali yangu. Ninakuamini Bwana, ninaamini nguvu zako, ninaamini uweza wako. Najua kuna hatua nitapiga nikiwa pamoja na wewe, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Shetani na kazi zako zote uliyenihubiria kwamba mimi siwezi, na kutangazia leo Mungu yuko pamoja na mimi kwa jina la Yesu. Kuna mahali nitaenda, kuna mahali nitafika kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kunipa thamani tena, kwa kuniinua tena, kwa kunikumbuka tena, kwa kunibariki tena katika jina la Yesu. Sema amen. Nenda mbele za Bwana kwa dakika kidogo. Mwambie Yesu juu ya maisha yako. Mwambie Bwana, ninajua nguvu zako zitanitoa pale nilipokuwa nimeketishwa, nilipokuwa ninapitwa, nilipokuwa nimesahaulika. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele za uso wako Bwana. Tunawaleta watu wako katika madhabahu hii. Unawajua wanafanya biashara kila mahali, wameajiliwa kila mahali. Unajua wanalima, wana mambo mbalimbali wanayoyafanya. Nami kama kuhani wa madhabahu hii Bwana, ninawainua mbele ya madhabahu yako leo, tukiwa siku ya 5 ya mafungo, katika jina la Yesu Kristo. Ninawainua mbele ya madhabahu yako Bwana Yesu. Walinde na uwatunze, watetee na uwapiganie. Usiwaache Bwana hata wale waliosahaulika, walioonekana hawafai, walioonekana hawana nguvu, walioonekana dhaifu. Nenda kayainue maisha yao tokea sasa. Kaachilie kibali juu yao. Wanaotusikia kwa njia ya Telegram, YouTube na Facebook, achilia neema yako Bwana. Gusa maisha yao. Walio wagonjwa waponye, walio na udhaifu wa kila aina wavushe, wenye biashara zinazosuasua, walio na vita kazini wainue Bwana katika jina la Yesu. Watie nguvu za kuendelea kufunga na kuomba katika jina la Yesu. Tunajiachilia kwako tulioko hapa Bwana. Tuvushe kila mahali, tunakutegemea. Fedha inayopita mkononi mwetu ipe thamani. Biashara tunazofanya zipe thamani. Utumishi tunaofanya upe thamani Bwana katika jina la Yesu. Achilia ubora ndani yetu. Achilia viwango ambavyo Bwana wewe utatukuzwa. Pokea sifa, heshima na utukufu, kwa sababu wewe ni Mungu unayesikia maombi. Wewe ni Mungu unayetenda. Wewe ni Mungu unayejitukuza. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba hivi tukiamini, Mungu wetu utakwenda kutenda, utakwenda kujitukuza. Ni katika jina la Yesu Kristo, na watu watasema amen.